Baba mzangu. Niambie shwari. Alhamdulillah kwema. Kwema, naona mpo siku nyingi visiwani Zanzibar huko. Sisi kawaida yetu. Naona na kimvua hizi ndio neema za Allah hizi. Naona hadi kapu la ubaya ubwela limesafiri, lazima lisafiri. Kapu la ubaya ubwela lazima lisafiri. Kwa hiyo ukiwa unaroka haya lazima uyakute. Sisi ndio waanzilishi. Ukiona kule upande wa pili yapo jua wanaiga huko. Naye hapo kweli, lakini huku ndo waanzilishi wa makapu, kigogi cha makombe. Umeona baadhi ya vitu vingi vinaanza huku. Unamuonaga yule Simba yule, tunamwandikaga yule Simba, ujue nilienda naye Moroko yule. Nilienda naye Moroko, nimeenda naye Misri yule Simba. Kwa hiyo yule Simba anaweza kuwa kasafiri sana na mwewe kuliko mashabiki wa Ngogwe. Ake Mungu nakwambia, nimeenda naye Misri, nimeenda naye Moroko. Sasa kuna mshabiki aliyokwenda Moroko na Misri kote kwa maana walienda ile Ferere ile na Algeria ile ndege ya Mama Samia ndo walienda mara moja. Lakini kwingine kote wanakula uso wa kima. Lakini mzalamu kama mzalamu, nimedondoka Misri pale, nimeondoka na Simba wangu, nikatoka nimeenda Moroko finali ile. Nimeenda Moroko, nikaenda na Simba wangu. Sasa usifanye masiara. Kwa hiyo hivi vitu vinakwenda. Sasa hivi nataka nifanye mpango. Tukiingia sasa, kuna ile klabu bingwa dunia, Simba yupo yule. Kwenye nafasi yetu tunakizi kucheza ile. Ili litasafiri, tuombe dua. Inshallah Simba ifanye vizuri, hii itasafiri. Lakini mzao mvua imenyesha. Mvua na Simba si ndo kabla Kausen au Adinani? Mvua na Simba kabla Kausen au Adinani au Chama na Mogera. Ngadu gandu keke gandu kaka. Vinashabihiana. Vinashabihiana. Kwa hiyo wala hakuna wasiwasi juu. Wasiogope. Wala hatuogopi, waje tu, pichi tu iwe nzuri kwa ajili ya boli kutambaa. Watu wanataka kuangalia boli inatambaa, na ukiona mechi kweli basi lazima boli ikatambaa. Na hawa Mlandege ujue bado ule mdomo haujawatoka, walituondoa finali hapa. Kimaajabu miajabu. Kwa hiyo watu wachukulii poa, tukifika pale dakika 90 zinaenda kuumana kweli. Wazanzibari wataona boli safi kabisa, watafurahi na roho zao. Lakini mtani pia ni ameshaingia vipi tena kuhusiana na hiyo? Ameamua kuingia, basi ndio hiyo. Unajua kaingia, mimi nilikuwa naangalia mpira. Yule Azam kipindi cha kwanza alikuwa achezea hata 4. Achezea? Hata 4. Kwa jana kumbe ameshinda kwa uwezo. Wewe unaiangalia timu yao imemeguka vipande. Mimi katika wafuasi wa kumpenda Imidimau Mkame, ambapo anapambana mpo chuma, anakaba, anapokoja mipira, yani kwenye kuataki na kupokonya mipira kila eneo yupo. Jana alikuwa kama mlenda. Mdogo wangu Imidimau watu wamemstukia. Lakini mwangalia Akaniko anakunjaga kipenzi. Wasemaji wao usimuosikia wanazungumza kuhusu Akaniko yule beki sijui yule Diaby alikuwa, wallahi ningecheza mimi sentafu. Ungecheza wewe? Mpira kuchukua anaenda kukaba kimvuli, mtu apite nao. Mtu anavita anakwenda. Yule nani yule? Na kama viongozi wa Simba wanataka kumchukua, waache hiyo tabia, waache. Kuna mtu anataka kumchukue pale? Kama Idinado wanafanya maongezi nayo, waache. Sandani hizo. Tumemuona jana akicheza na Simba, unamuona. Yule ana timu yake. Sasa timu yake siasa. Ndio wakakaa viongozi, yani wasitafute kote wakamchukua yule mwenye timu yake anayotaka. Yani yule na yule mdogo wangu mimi Shua Boy. Kabla Kausen au Adinani. Wana timu zao. Lakini Dinado timu yake siasa. Sawa, kama wanaongea naye, nimesikia nyewe wachambuzi mnasema ile, waandishi wa habari mnasema ile kinyemela. Simba wana nani wako kwenye maongezi, kama wapo waache. Yule ana mapenzi na timu yake. Tutakuja kuweka shida kwenye timu kama tulishaiondoa shida. Wale wote wenye mapenzi na timu zao wameondoka. Kuna wengine walikuwa wapo, unafungua 5 anajifanya analia, kumbe mwizi. Bwana Mtani anasema bwana kuna hatari ya kumkimbia. Kuna ukweli hapo? Amkimbie nani? Sisi tumkimbie wakati tunamtaka, kwani mwezi umefika? Hapa tulivyokutana kwani mwezi umefika? Bado. Anakumbuka ukimuuliza bwana ilitokea nini ndani ya Amani Guantanamo Bay, ilitokea nini? Manyapala vipi? Watakwambia Manyapala hatari, walichachamaa.
Kwa hiyo ina maana tunataka tuifanye isikushtushe ile ya jana. Ile ya jana umeona kabisa uwezo fixed, so uwezo bana, mipango. Azam baadhi ya wachezaji hawajaweza kuitendea haki timu yao. Ile wanacheza na Simba ile ngadu tungadu, au wanacheza hata na hao Ngogwe kule na Ngungau, hapa haikuwepo. Kwa wewe unasema leo Mlandege unamla mapema sana. Leo tunaenda kupambana, tunammaliza kabisa ili tumkamate huyu. Unajua nikimpiga hapa nikienda kumpiga na Isamuyo kule, mdomo unakuwa nimeukata, nitamuuliza unaniweza? Kukusua hapa kuna kombe nimekukusua kwa kule, unaniweza? Wewe ndio ulipize lile goli. Yaani ni lazima nimpige hapa nikampige na kule. Na tuambie tu hapa waamuzi, kwa sababu sisi tunafungwaga kwa fitna. Waamuzi hapa naona atakaa yule Msomali yule Yanga, akikaa hapa achezeshe kwa sheria sahihi kabisa, yaani tusije tukalalamika. Ile kazi yake kutafsiri sheria, basi akatafsiri sheria kama ilivyopanga. Lakini kosi lako tumeliona hivi sasa. Mimi nina kosi pana kaka. Kosi langu pana. Hapa walisema sisi sijui wachawi, mara tunamwaga ulonzi, tumepeleka ngoma Isamuyo. Hamna kulinda kule. Isamuyo kule umwagi kitu, wale wenyewe ukutu wanaangalia pale, umwagi kitu. Sasa watasema sio walonzi au walonzi wao wanaokataa. Unajua kuna mashabiki sasa hivi washaanza kukaa vibunge. Hata rafiki yangu Godi Yanga kashaondoka Dar es Salaam kwenda kuanikisha mechi isichezwe kule. Lakini mwenyeji anapanga uwanja. Hawataki sasa hivi. Wanakuambia watu wadogo, tulivyocheza na Azam watu walikuwa wao hubu watu wangapi? 15. 15. Nchi mbili wapo. Kule bara na visiwani. Kuna na Pemba hapa wapo. Kule kuna wengine si hawaji. Sasa kama hapa 15 kule 10 tunawaondoa wale wa Zanzibari. Umeelewa? Ambayo watakuwa hawaji. Tukiweka 10,000 kuna ubaya. Wao si wameweka hapa 15. Sasa wanachokikataa nini? Naanza msefu 4 pale. Kwanza msefu 4. Tumecheza na Azam. Wala hatukuna nini. Umeona? Sasa kama pale washabiki 10,000 hapa 15, hapa tunachanganyika wengi, watu makundi yanatoka Dar es Salaam, makundi yanatoka Pemba na mengine hapa. Sasa kule tukiweka 10,000 si ndio tunaondoa ya hapa? Ngoma shoka hiyo. Kwa hiyo waje tu Isamuyo pale tuwaonyeshe. Na pale wanasimba wanasema kwamba pale hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kulinda uwanja. Hakuna, unalindaje pale? Sehemu ya serikali ile, sehemu ya jeshi la ulinzi. Ulinzi pale uko timilifu. Kwa hiyo ukalinda, unalinda nini? Wewe kaa njoo, unakabidhiwa chumba chako, kakae kule. Ulinzi watafanya wale. Kwa mtaalamu wewe umekuja kumwangalia mtoto mwenye miaka 17. Leo nimekuja kuhakikisha kwamba tunavuka, tunaisubiri finali. Kapu mbona linataka nani ananiibia kapu langu wewe? Wananiibia kapu langu bwana. Ndio nashangaa naliona linaondoka. Au mtani kashaanza fitna mapema. Hawezi. Wale wamechoka tu. Tutaanza hapa. Maana sasa hivi tunakaa kule kwa Libisa Guwe. Watamweka Shadrack Boka au watamweka mjomba wangu Mohamed Hussein. Maana Mohamed Hussein alishaonjeshwa joto ya jiwe na Libisa. Kwa hiyo wamweke ile miguu mirefu, anapokwenda kurudi huku tabu watakuwa anaenda kudondoka naye kwenye 18 kila dakika. Yaani tunaomba Mungu sie kwanza tumalize hii ngoma hapa. Tukishamaliza tu hii ngoma, yeye sasa tujiandae sasa kwa ajili yake yeye. Basi. Wazanzibari wafurahi. Tunamkenyeta huku, tunaenda kumkenya. Na Wazanzibari wakiona hapa tushawapiga kule hawana haja ya kuja. Wataangalia tu kwenye TV basi. Lakini mtaalamu unajiamini kutokana na kikosi changu kilivyo, wachezaji wako vizuri, lakini ukiangalia zile winga zote ziko sawa. Unamwangalia pale Ino Luemba ndo sasa anarudi mchezoni kutoka majeruhi, anarudi sasa kwenye yale, lakini ukimwangalia Kante naye yuko fiti. Kwa hiyo ina maana kila mchezaji ni yuko vizuri. Kwa hiyo najivunia Simba yangu. Ndio maana unaniona na safiri. Mchezo tunatumia hela zetu nyingi sana. Kama unakumbuka tulikuwa na mechi 2 na Dodoma Jiji. Tulienda Dodoma awamu ya kwanza, tukarudi tukaenda tena awamu ya pili. Wengine wenye mioyo walibaki kule. Tulivyomaliza kule tukaja tukaruka visiwani Zanzibar. Yaani hiyo ndani ya mwezi 1.5 ujue. Tukaruka hapa Zanzibar. Tulivyotoka Zanzibar tulivyorudi kule tukaenda zetu Singida.
Unakumbuka hiyo? Katiba hiyo iseme tulivyotoka Singida tukaenda Arusha mechi ikaahirishwa. Nakumbuka hiyo. Unakumbuka tukarudi Dar es Salaam. Tulivyorudi tukapiga Isamuyo. Umeona eh? Tulivyotoka Isamuyo tukagonga juu kwa juu Mwanza. Kutoka Mwanza tulivyorudi hapa tukaenda Arusha. Wiki 2.5 hiyo tuko Arusha mechi 3. Unakumbuka? Kumbuka hiyo. Tulivyotoka Arusha tukaenda Namungo. Simepiga ni FA pale pale. Na mbuzi nyingi. Sana. Tukatoka pale tukaenda Ruangwa. Ruangwa tukaja hapa, ndio maana unaona leo mashabiki wa Simba wale wenye nguvu kabisa, sidhani kama watakuwa wapo wengi wa kutosha. Nguvu zimeisha kule. Nguvu kubwa imetumika kule. Sawa, lakini pia kwa mashabiki wa mnyama leo ambao wamepania kweli kwenda kumla ndege, unawapa neno gani kuhamasisha kwamba waje katika kwenda kushuhudia nusu finali? Watakuja tu kwa sababu leo tunaenda kumbanika, chumvi nyingi kidogo, ndimu kwa mbali. Tunamla ndege, tuna usongo naye kwa sababu alipuruchuka akaruka. Kama unakumbuka, aliporonyoka tumemshika vibaya akaruka ndege. Kwa hiyo ndege leo kaingia mkononi vizuri na kashachinjwa, bado tukambanike tu. Kwa hiyo kuna mbele al-Qisas al-haq. Leo al-Qisas haq. Akiepukiki leo. Kifo na mwanadamu akiepukiki. Leo akikaa vibaya unamnywa ngapi? Aje pale atakapokuja na kukamia kwake anavokamia ndio itajulikana idadi ya magoli. Kibisawala. Sio huyo peke yake, wako wengi. Anset Haula. Hatari huyo. Lakini unamwangalia mechi iliyoisha ile Morris Abrahamu ile bolu wanavyoifanya na mguu wake aisee, nilikuwa nafurahi sana. Ni mchezaji wangu pendwa sana. Nikimuona vile anakaa benchi alafu achezi baadaye anakuja, ni mchezaji wangu bora ambayo ana kiwango kikubwa sana. Wakati mwingine kidogo anazembea, lakini akijijua akazembea, akirudi uwanjani anakupa kitu. Usifanye mchezo ile kwenda kupokonya mtu mali, umeitoa pale alafu ile pasi unaifuatilia. Kaitoa pale, kaiomba hapa, kaivusha huku, mauta mengi, lakini akikaa vizuri, akitani kushoto anamwangalia kule mwamba uko wapi? Mashine. Usifanye mchezo, ndio nimevuka leo kwa ajili yake ujue. Morris. Nimekuja nimtizame, kocha kama kaamka vizuri yule akampanga atakuwa kaukosha mtima wangu. Lakini ukiangalia pale ndani pale unamkuta Ino Luemba anafanya shughuli yake. Kwa hiyo ina maana leo tunakuja wana Simba kuangalia burudani. Simba inapocheza ni burudani ya aina yake. Kwa sababu ukiangalia wale majina wanavotajwa, lakini na zile pasi zinavopigwa basi unaburudika. Shukrani sana. Pamoja sana.